Zanzibar haujawahi kufanyika. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni. Tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu. Kwenye matembezi yetu haya ya amani, tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar, kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba. Wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta uwakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo pamoja na kundi zima la hamasa, na kama haitoshi tutakuwa na vigoma mbali kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili. Na kwenye kunogesha zaidi uzinduzi wetu wa hamasa, tutakuwa na Captain Tundaman kwenye upande wa Bongo Flava kwa ajili ya kutupa raha wana Simba kuelekea mechi yetu ya tarehe 25. Yaani tutaruka ngoma za Tundaman vibaya mno siku hiyo, ikiwa mtanipiga mpaka mniue, Simba sihami itapigwa hapo, na nyimbo maalum ya fainali itapigwa hapo na Captain Tundaman. Itakuwa ni wapi? Itakuwa ni Kikwajuni siku ya tarehe 22. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakaribishwa sana. Baada ya kufanya balaa kubwa siku hiyo ya tarehe 22, siku ya tarehe 23 wana Simba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar, tutakwenda kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka 2000, jina la Simba Sports Club lilitolewa na hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa Chura. Lazima tuende tukamwombee dua pale na tumweleze kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe 23 hiyo, baada ya kufanya dua kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume, tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndio ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe 22 ya uzinduzi, tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la matatu. Yaani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe 22. Baada ya kusema hayo, nina imani na matumaini ya kwamba sijasahau kitu. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini kwa sasa nimpe nafasi ndugu yangu kutoka Azania Bank ambao wao ndio wadhamini wetu rasmi kwenye finali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Boss bwana, karibu. Ciao. Situchanganyie.
Changanyia makande na pilau. Alithabiti anauliza kurudishiwa fedha. Kwenye watu 16,000 walionunua, ukisema ukusanye maoni, utapata maoni tofauti. Kuna atakaye kuambia bana mimi ndo nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu, potelea pwete. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa unakenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala. Tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba, tumekaa, tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu, mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana. Na kwa sasa wanasimba, wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni ngama na umetoa hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika. Jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi wanasimba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. 30,000 yako, 30,000 yako, 20 yako ama 7,000 yako au 250,000 yako utaisahau tarehe 25 saa 12:30. Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Mohamed Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi 30,000 alafu imewekwa pending. Kwa hiyo fikra zetu wana Simba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamishwa uwanja, anauliza inawezekana ni figisu. Kwenye level ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu. Mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hakuna, hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale Misri, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki 60,000 unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu 60,000 ina thamani kubwa mno kwao. Wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini, wanapeleka mechi ile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara 3 ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani. Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya